anasema mimi sijafanya dhambi. Pesa Mungu hiyo ni dhambi, kwa sababu anasema anayesema sitakutakasa. Haleluya. Niliingia kanisa moja kushirikisha neno la Bwana. Nilipowaambia namba hii kwamba jamani, niliomba ili wale wazee wetu wa kanisa shida sana kutoka duniani, akawaambia wanafunzi wake ya kwamba mkafanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tunapofanya hivi si kana kwamba tunafanya kwa kubahatisha, tunafanya ni kwa sababu ya agizo mojawapo la Yesu mwenyewe. Alitoa maagizo mawili katika dunia hii. Agizo la kwanza akasema tuenende sisi sote katika ulimwengu tukawafanye mataifa yote kwa wanafunzi wake. Lakini agizo la pili, siku ile ya jioni alipokuwa yuko tayari kutolewa, alikaa na wanafunzi wake, akaumega mkate, akawapatia, akasema twaeni, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Na hakunyamaza, akasema mufanye hivi kwa ajili ya kunikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa elewa hili kana kwamba hatufanyi tu kwa sababu tunafanya, lakini tunafanya kwa sababu tunakumbuka mauti ya Kristo, tunamkumbuka yeye. Haleluya. Wale ambao Mungu amewapa mauti ambayo yanakunjika kama ya kwangu, haya yanakunjika kirahisi, ndio kupenda kizuri tukitokea. Haleluya. Nitatamani sana, lakini wewe ambayo unaona shida, hakuna shida ile Mungu atakayokujalia. Nitatamani sana, napenda sana wamama wakati mwingine anashiriki, anasujudu mbele za Bwana, sio mbele yetu, ni mbele za Mungu. Haleluya. Hakuna anayepiga magoti. Sura ile ya 11 na ule mstari wa 23 na wa 24 na wa 25 nasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kwamba Bwana Yesu siku ile alitoa mkate, naye kisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivyo hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo.